Uvuka bila shaka ni Bandari kupitia changamoto mkwaju wa penalti. Magoli 4-3. Bila shaka hapa ni kuweza kupata vionjo jinsi mambo yalivyokuwa kipindi cha pili, na pia vile vile mkwaju wa penalti kwa namna jinsi mambo yalivyokuwa. Hebu watazame jinsi hali ilivyo. Mambo ni bahwa mtazamaji. Mazingira rafiki sana. Jinsi ilivyoanza, Mheshimiwa Otienda Amollo, wakili msomi mbunge wa Rarieda, ambaye amekuepo hapa leo hii pamoja na wenzake. Ilivyoanza mapema, Leopards wakipata nafasi chungu nzima, lakini ni nafasi ambazo hazikuwa na madhara kwa vyovyote vile dhidi ya Levis Opio. Hebu tazama alichofanya Kelsey Odhiambo katika changamoto mchakato wa kuweza kupata mabao kipindi cha kwanza pasi na kubahatika. Pambana kweli kweli Victor Mune dhidi ya Levis Opio. Imekuwa ni mikakati ya kuweza kupasua ule ukuta pasi na mafanikio yote ile. Lakini yote 9-10 ni kwamba walipiga mashuti, wakabisha ule mlango kwa nguvu kubwa. Sawia na upande wa pili Bandari FC, wakitafuta kila moja kumaliza shughuli ndani ya dakika 90 za mchezo. Baraza kwa kichwa, pasi na kulenga shabaha, lakini akaonekana amekwisha otea hata hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja sifa zinaendea walinda milango. Levis Opio sawa na Humphrey Katasi. Tazama alichokifanya Opio juu kwa juu katika kunyaka ule mpira kutokana na mkwaju ambao kwa kulitengwa. Kazi kubwa aliyofanya pia vile vile mchezaji William Wadri. Ikawa ni miguso, gongeo, fanya mabadiliko. Tapata nafasi ya kipekee Tyson Otieno, kosa kulenga shabaha baada ya kuandaliwa katika njia, bila shaka kaupaisha moja kwa moja, ikiwa ni njama kipekee kwake kuweza kufanya muunganiko kwa ajili ya kuweza kurudi mchezoni. Wakaja wachezaji wenye uwezo mkubwa, Barisa Muhammad na pia vile mchezaji Mohamed Nyanje, achia mbali Hassan Abdallah. Mapigo yakishuhudiwa pande zote mbili. Alicheza kweli kweli kwa kuweza kuzuia hatari mara kwa mara mchezaji Levis Opio. Upande wa pili alikwisha otea kwa namna jinsi alivyokwenda kasi mno kwa mujibu wa msaidizi wa refara laini ya pili. Na ni uwanja huu wa Mbaraki ambapo tunashuhudia mapambano haya. Mshindi akitafutwa sasa kupitia changamoto mkwaju wa penalti. Na baada ya taratibu zote hizo ikawa sasa anaanza katikati ya miti mitatu Levis Opio kuja mzima hapa kwa ajili ya kuweza kutenga mpira kadri wake, akionyesha kwamba yeye ni mmoja wapo wapambanaji na anafaa kuingia katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Akiutenga pale ni Kelsey Odhiambo, akaufunga vizuri pia vile vile upande wa pili mhusika mkuu Mohamed Nyanje. Wakatenga kadiri uwezo wao Clifford Otieno, tumbukiza kimiani, utaalamu, piga kutumia nguvu za kutosha na ulengaji shabaha. Akaja hapa Julius Masaba akatumbukiza kimiani, na baada ya kutumbukiza kimiani akasema kwamba inawezekana. Hebu tazama alivyomkosesha dira Levis Opio. Safari yake Sharif tena alikuwa na utulivu wa kutosha, akaonesha mashaka usoni kwa namna jinsi alivyopiga hatua zake. Kelly Madada aliutenga, ndio ninakubali kile alichokitekeleza, lakini sasa sifa za muendea mdakaji ambaye kwa hakika aliupata vizuri na kuokoa, kuweka hai matumaini kwa faida timu ya Bandari kwamba hapa sina pressure. Upande wa pili akaja akatumbukiza vizuri mno Joseph Onyango kabla ya mambo kwenda tenge kwa upande wa Kinyanjui dhidi ya Levis Opio, ukagonga mtambo wa panya ukatoka nje, na ndio kuivusha Bandari rasmi upande wa pili. Mambo mazito haya mtazamaji, hali tete ikawashtokea FC Leopards, na sasa ni zamu ya usiku wa kuu. Leopards nje, Bandari ndani.
Ipo ni mechi baina ya timu ya Bandari ambao ni wenyeji na timu ya FC Leopards katika kinyang'anyiro cha kombe la ODM at 20. Mechi ambayo imeishia katika matuta ya penalty. Ilikuwa ni sare baina ya sare katika mechi ambayo ilichezwa dakika 90. Kisha katika matuta ya penalty timu ya Bandari imeweza kuipiga timu ya FC Leopards kwa matuta 4 na FC Leopards imeweza kupoteza mawili. Nipo hapa na mkufunzi ambaye ni wa fitness katika timu ya Bandari, Bwana Yusuf Mohamed, ambaye atatueleza ni vipi unafurahia mechi leo, imekuwa vipi? Kwanza kwa jina naitwa Yusuf Mohamed, nashukuru Mungu. Kwanza nashukuru Mungu, kisha nashukuru wachezaji kwa kuweza kujitolea, kwa sababu sio rahisi kuja kucheza na timu kama ya FC Leopard. I think tactically ndio tulikuwa tunajaribu vitu vipya, kwa sababu tumepata mkufunzi mpya Muhammad Borji. Tunajaribu kusaidiana naye tuweze kutengeza timu kwa muundo wake. Naweza kuona mechi katika kipindi cha kwanza kidogo Bandari walikuwa chini in terms of possession. Kisha baada ya mapumziko mkarejea kwa kishindo sana. Ikakuwa vipi bana? Mimi naweza sema upande huo naweza kuongeza zile subs ziliingia, kwa sababu zinaweza kurekebisha yale ambao wale wengine hawakufanya, ila wengine pia wamefanya vizuri zaidi, ila sasa hawa lazima waingie warekebishe pande hiyo. Sasa Jumatano ijayo tarehe 15 mnakutana na mabingwa hawa wa zamani AFC Leopards katika mechi ya ligi kuu ya taifa. Mjiandaa vipi? Au mchukulia vipi mechi ya leo kama maandalizi ya mechi hiyo ama vipi? Wajua, mwanzo tukianza nilifikiri kila mtu ameficha kucha zake mwanzo, hataki kujionyesha vile anacheza, kwa sababu labda ligi ni muhimu zaidi kuliko sherehe hizi, lakini sote nafikiri tumekuwa sawa na tutaenda tena kwa drawing board tuone vipi tunaweza kumkabidhi FC Leopard. Kwa time hii tutakuwa kwao Nairobi, sitakuwa wageni. Sasa mfuzu finali za kombe la ODM 20. Vipi mnajiandaa kwenye finali hiyo? Manake mechi ambayo inaingia sasa ni baina ya mabingwa wa zamani, wale walikuwa Gor Mahia na vile vile timu ya Shabana. Mnajiandaa vipi? Naweza sema kwa sasa maandalizi makubwa ni recovery na mental preparation ya wachezaji, waweze kuwa focus na waweze kupumzika kwa kuweza, kwa sababu game ijayo itakuwa ni 24 hours later, ni saa 10 si saa 8 tena. Asante sana bwana Yusuf. Asante. Kimsubiria kocha wa timu ya AFC Leopards Fred Ambani, nitakueleza kwamba mechi ya leo imekuwa ni kali sana. Ile mechi ambayo inakaribia sasa kwanza ni baina ya timu ya Gor Mahia na timu ya Shabana, ambao pia ni wahasidi sana katika mechi hizi za kandanda katika ligi ya Kenya na majirani kule nyumbani. Karibu sana bwana Fred Ambani, coach wa timu ya AFC Leopards. Tueleze mechi ya leo imekuwa vipi? Manake wajua matarajio ya mashabiki walikuwa ni kwamba mechi ya leo mshinde. Nasema matarajio ya mashabiki kwa tushinde, pia sisi wenyewe tulikuja kushinda. Lakini ukiangalia kama umekuwa kufuatilia mpira vizuri, Bandari amekuwa so lucky kushinda hii game, sababu ukiangalia in terms of chances, ni chance za kutosha, in terms of kumiliki game, lakini sana unajua yote kama una resolve ai match inapata kia kufunga kwetu ndio kumekuwa ni issue kidogo, na nadhani pia tukirekebisha itakuwa sawa, sababu ukiangalia mechi yote tumemiliki, lakini sasa ni kwa bahati mbaya ikifika matuta ya penalty ndio timu yote inashinda, hiyo haina mjadala. Coach, kuna chances nyingi ambazo vijana wako wameweza kuuza bayana kabisa, chances za wazi. Ndio kwa sota vipi hao vijana? Nilikuwa nasema leo imekuwa unlucky day for us, kwa sababu ukiangalia tumekuwa na chances za wazi kabisa, unajua kama tuwezi convert tuweze na kuweza na tuumiza, na nasema mwanzo nasema ni plus, kama unafika pale unapata chances za plus, sababu hiyo ni kitu tunaweza rekebisha. Kitu maana mchezo unafika pale at least wanakoncheka coach, kama unapiganisha watu kufika pale unafika pale unafika muhimu sana, lakini sasa tunataka kuangalia maybe leo kwa tu unlucky, the next game unakuwa lucky, then tuko sawa kabisa. Jumatano mnakutana na Bandari tena kule nyumbani. Host mjiandaa vipi? Wanakuja nyumbani. So unajua ni league match, itakuwa tournament, itakuwa league match, they have to go for the points. Pia unajua wanakuja points, lakini najua pale itabidi wachukue points. Asante, tunatakia kila la heri siku ya Jumatano. Asante. Sasa mechi ambayo inakaribia kuanza sasa ni baina ya timu